somo la walimu lilikuwa ni compulsory kwa mtu yeyote kabisa. Yaani wewe uwe afisa utawala, afisa utumishi, uwe mwanajeshi, uwe polisi, angalau chuo kikuu, kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam, miaka ya 60, miaka ya 70, walimu ilikuwa ni lazima usome, kwa sababu ndiko chembe za mabadiliko ya fikra zinaanza. Kwa nini tunafanya kazi kwa serikali inatambua hiyo, na mmeamua kufanya mkutano hapa kwa ajenda muhimu sana. Mnasema swala la uwajibikaji wa pamoja katika sekta ya elimu. Sasa shida moja ya kazi yenu hii ni kwamba kisaikolojia baadhi yenu mnasema ni kazi ngumu sana, lakini sidhani kama ni kazi ngumu sana. Ni kazi ngumu kulinganisha na hiki. Walimu si kazi ngumu sana, ni kazi kama kazi zingine, lakini ni kazi nyeti sana ambayo inaweza ikatengeneza ama taifa smart huko mbele, au ikatengeneza taifa zube watu wabaishaji. Unii kwa kweli ni watu muhimu, kazi yetu muhimu kwa serikali ya hivi. Mheshimiwa Mkuu wa Ruvuma aliniagiza niwasisitize kwamba pamoja na kwamba walimu mnazo changamoto mbalimbali, pamoja na kwamba mnalipwa, pamoja na matatizo yote mliokuwa nayo, lakini kazi yenu inatakiwa kuongozwa hasa na impact. Kazi ya mwalimu ni kufunza mtoto, na mtoto yule afaulu, hata kiwa na maarifa. Hatuyapimi kwa namna nyingine yote, tunapima maarifa yale kwa mitihani. Watoto wanapofeli, hata kama umewaelimisha vipi, tutabuna tu. Watoto wanaweza kuwa na maarifa sana, wakatawala maisha yao, wakatawala mazingira yao, lakini kwa kweli mtihani wamepata 0 na wamefundisha miaka 7. Kwa kweli lazima doubt wao, na ni sekta ambayo matokeo yake ama unatuzwa hapo au unadhomewa hapo, unadharauliwa. Tofauti na madaktari, kwa mfano matabibu, kama ameenda kutibu mtu, bahati mbaya akafariki, tunasingizia Mungu kampenda zaidi. Sasa mwalimu kafundisha miaka 7, watoto wote wakapata 0, hapo ukipita mtaani heshima yako haipo. Lakini tunaweza kufanya mapinduzi makubwa katika sekta hii. Sasa kama shule haina mwalimu wa hisabati, lakini yuko wa historia, mbona kwenye historia hakufaulu vizuri? Sasa wewe ni mwalimu wa Kiswahili, unafundisha somo la Kiswahili darasa la 4 au darasa la 7, lakini watoto wanapata 0 kwenye hilo somo, na muda wote unaona impact yao iko wapi? Bahati nzuri sana sekta ya walimu ndio sekta ambayo mishahara inaweza ikalipwa bila kujali matokeo ya kodi. Mwalimu aliyetoa A ndiye atapata motisha kama viongozi wake wako motivated na wanapenda kumotivate. Lakini mwalimu aliyetoa F bado naye mshahara wake utaendelea kupatikana. Siku zinakuja mbele, mtu anaweza akalipwa kutokana na results. Sheria hiyo imetungwa, lakini itakuja kutungwa, inawezekana sio leo au kesho. Basi mimi waombe katika kila mmoja kwenye nafasi yake, fanya unachoweza. Na usawazo wa walimu inakubalika, ni kweli kuna walimu, lakini tunaweza tukastandardize. Katika mkoa wa Ruvuma, halmashauri inayofanya vizuri kitaaluma ni halmashauri ya wilaya ya Manaba, ambayo watu wa wilaya ni mimi hapa. Na halmashauri ya pili kwa miaka 4 mfululizo, halmashauri ya pili inafanya vizuri elimu zote, si sekondari. Halmashauri ya pili
katika mkoa wa Ruvuma, manispaa ya Songea, ambaye kiongozi wake mkuu wa serikali mimi hapa. Alafu ile halmashauri ya Songea kidogo na soko. Siri ya mabadiliko haya ni kwenye leadership. Mwalimu mkuu mbovu, asiyejitambua, asiyedhamiria, shule itapata sifa mbovu na utawachafua ndugu zako wote.